Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amefanya ziara katika Chuo cha Utumishi wa Umma kampasi ya Dar es Salaam na kupongeza kazi kubwa inayofanywa na watumishi wa chuo hicho, huku akitoa maagizo kadhaa ya kufanyia kazi. Moja ya kitu kikubwa ambacho nataka niwakumbusheni tu leo, chuo chetu hiki sasa kinatimiza miaka 25. Nilikuwa nazungumza na dokta hapa na kumwambia miaka 25 kwa tafsiri ndio anasemaje, inaitwa Silver Jubilee, si ndio? Sasa kama ni Silver Jubilee na nchi yetu sasa inaingia kwenye kuanza implementation ya dira ya mwaka 2050, manake nyinyi ni lazima, walimu lazima mjiulize utumishi wa umma unakwenda wapi itakafika mwaka 2050. Kwa sababu nyinyi mna kazi mbili. Kwanza mna train watu ambao wanakwenda kazini, lakini pili mna nafasi pia ya kuimprove quality ya wale walio kazini. Sasa utumishi wa umma gani ambao unautaka itakafika mwaka 2050 utakuwa ndio kiwango cha Tanzania? Nyinyi ni wadau namba moja. Hili jambo hili wala msijisahau. Au wengine wanatimiza wajibu wao wa kufundisha, lakini nyinyi ndio wenyewe. Yani kama ingewezekana, kama ingekuwa tuna establish, nafikiri mamlaka hayo si kama tunayo au hatuna, lakini maana yake ni kwamba kama mamlaka tunayo, maana yake nyinyi mlipaswa even hata syllabus ya kufundisha watumishi wa umma mwitoe nyinyi. Kwa sababu mimi huko na chuo changu huko sijui kufanya nini university huko, naanzaje kumfundisha mtumishi wa umma? Kwa sababu nyinyi ndio watumishi wa umma. Kama nyinyi mtakaa nyuma, wenzenu watachukua advantage. Ndio kama alivyosema hapa kaimu katibu mkuu hapa kwamba anazungumzia kwa maana ya ndani ya taasisi nyinyi mpo katika nafasi gani, lakini pia viko vyuo vingine vinafundisha. Sasa kama vyuo vinafundisha vinaonekana kuwa juu, maana yake ni kwamba nyinyi ambao ndio wadau kwa jina, maana yake nyinyi sio wadau kwa nafasi. Maana leo hii hizo university nyingine hizo zinafundisha kwa sababu zina wataalamu, lakini nyinyi ni wadau kwa jina kwamba hiki ni chuo cha utumishi wa umma. Kwa hiyo maana yake nyinyi lazima muwe mbele, yani kiasi kwamba wale wengine wale lazima waige kitu gani mnakifanya nyinyi. Wanaweza kuwa na walimu bora zaidi kuliko mlio nao nyinyi, hilo sio tatizo. Kwa sababu tunachoshindana hapa ni nani ambaye anaweza kufundisha vizuri. Lakini nyinyi lazima muwe mstari wa mbele ili kuhakikisha kwamba jambo hili linakaa vizuri. Kwa hiyo msingi mkubwa ni kwamba lazima tufanye reflection ya wapi tunaelekea katika miaka 50 ijayo. Tumejitahidi kufanya tuloweza kufanya, tumerekebisha, tumeanzisha campus mpya, lakini bado kwenye utumishi wa umma tunazo changamoto nyingi sana. Changamoto nyingi zinatokana na ukweli kwamba sasa ni kwamba lazima tuweze kuweka mazingira mazuri ambayo utumishi wa umma utakuwa na adabu yake. Lazima tufike sehemu kwamba akisimama mtumishi wa umma hivi na mtumishi wa kawaida tofauti ionekane. Leo hii kwenye maofisi yetu tuna watumishi wa umma ambaye asubuhi anaingia kazini, jioni anatoka kazini, analipwa mshahara na serikali, anafanya kazi za serikali, lakini yeye ameacha wajibu wake kama mtumishi wa umma wa serikali kuisaidia serikali yake, naye amegeuka kuwa sehemu ya walalamikaji. Haiwezekani. Haiwezi kwa hivi. Nyinyi mnao jukumu. Kwa mfano chuo hiki leo hiki kiharibika, tunamlaumu nani zaidi ya nyinyi management? Kwa upande wake, mkuu wa chuo na mtendaji mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania Dr. Ernest Mabonesho amekuwa na haya kusema, huku akieleza mafanikio makubwa ambayo chuo hicho kimefikia hadi sasa. Pamoja na kwamba tunatekeleza majukumu yetu ya msingi, lakini pia tunatekeleza shughuli za maendeleo pia ya taasisi. Mheshimiwa Waziri, kwa kipindi cha miaka 4 iliyopita chuo kimetekeleza miradi ifuatayo ya maendeleo. Kuanza na kukamilika kwa awamu ya pili ya ujenzi wa kampasi yetu ya Singida, ambayo nashukuru kwamba uliwahi kuitembelea wakati uko naibu waziri, na sasa ile imekamilika. Mheshimiwa Waziri, ipo inakusubiri wewe kuizindua. Kwa hiyo tujaizindua, tulikuwa tunakusubiri, utafikiri tulikuona unakuja. Sasa nakumbuka ulitushauri kwamba sasa hii ndio kwa nini tusipande juu. Sasa tukaomba kwamba sasa kwa sababu tuna hali mbaya sana, basi tuishie hapo kukubalia. Sasa itabidi tusaidie kwenda kulizindua kwa kadri siku ambavyo utaona inakufaa, basi tutawasiliana
na ndugu yangu Deo hapa tuone ni lini ambayo inaweza kafaa wakaweza kutuzindulia. Lakini pili, kwanza rasmi kwa ujenzi wa kampasi yetu ya Tanga. Huu ujenzi tumeshaanza awamu ya kwanza, na kwa sababu tulipata na huu ujenzi, Mheshimiwa Waziri, tumepewa hela safari hii. Tunashukuru sana. Tumepata hela kutoka wizarani, na tunashukuru sana wizara yako yetu mama imeweza kututengea kidogo, ikatutafutia hela hiyo. Kwa hiyo tumeanza, na hivi ninavyoongea sasa hivi ujenzi unaendelea. Tumeenda awamu ya kwanza. Awamu ya kwanza tunasema ni jengo ambalo Mheshimiwa Waziri, awamu ya kwanza hilo itakuwa ni jengo ambalo litakuwa na vyumba 26 vya madarasa, lakini itakuwa na ofisi 24 za watumishi, itakuwa na vyoo 18 kwa kila jinsia. Na utekelezaji wa awamu ya kwanza, hatua ya kwanza, na tumeenda kwa hatua kidogo kwa sababu ya ule upatikanaji wa hela. Tulichukua hiyo awamu ya kwanza ujenzi wa hilo jengo, tukasema kwa sababu tulipata bilioni 1.5, tukasema kwanza tuingie na hiyo bilioni 1.5. Kwa hiyo tukatangaza kama awamu ya kwanza. Hiyo sasa hivi hiyo ni structure tu, inajenga ile structure ile. Na hivi tunavyoongea sasa hivi nani ya kwanza, floor ya kwanza tayari, wanakwenda floor ya pili, na nafikiri wiki ijayo au hii wataanza kutengeneza zile mnazita zile formwork, yes. Wataanza kutengeneza formwork kwa ajili ya ni kama engineer kama wanashakuwa mainjinia kwa sababu ya usimamizi wamekuwa mainjinia.